Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuingilia kati mgogoro ardhi unaotishia amani na usalama huko Nungwi, mkoa Kaskazini Unguja. Watu 12 watiwa mbaroni kwa kujaribu kuvamia ikulu ya rais nchini Kenya. Na katika michezo, jeshi la polisi mkoani Tanga bado linamshikilia bondia Hassan Mwakinyo baada ya tuhuma ya kumshambulia Musa Ali kwa kumtuhumu kuwa ni mwizi. Mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu katika habari. Mimi ni Filipina Ndwata, nipo hapa kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Na katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye Kiongo Biriani Lulu Ali. Mtazamaji, karibu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeomba kuingilia kati mgogoro wa kuwania ardhi unaofukuta na kutishia amani na usalama kati ya familia zaidi ya 3 na watoto wa Dr. Abeid Amani Karume, rais mstaafu wa awamu ya 6 huko Nungwi, mkoa wa Kaskazini Unguja. Eneo hilo lipo kijiji cha Nungwi, wilaya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja. Tupate undani wa taarifa hii. Eneo linalogombaniwa kwa mujibu wa wazee hawa lina urefu wa mita 600 pana mita 300, likigawika katika pande mbili, huku akikiri kuuza robo ya sehemu ya eneo hilo, lakini kinachoshangaza eneo lote kutajwa kuwa limeuzwa. Tunaitafuta amani kwa penseli, tunaitafuta amani kwa habari. Hatutaki kupambana na watu wowote. Huu wakati siwo wa kupambana. Sasa tunaingia jambo jingine la kitaifa. Hatutaki mapambano. Tunahitaji ama wao ama mwekezaji aje tukae meza moja, tumpe eneo letu halali. Kufuatia hali hiyo, wanaiomba serikali kuingilia kati, suluhu kutafutwa na haki kupatikana. Tuna viongozi wetu wakuu wa nchi, watuone kilio chetu na wakifuatilie kilio chetu. Sisi ni maskini, hii ndo rasilimali yetu inayotokana na wazee wetu. Mkoa wa Kaskazini A Unguja, Rashid Simaim Saraka, mbali ya kukiri kutambua mgogoro huo, anasema mkoa wa Kaskazini una idadi kubwa ya migogoro ya ardhi. Najua kabisa na wazee wameniambia kwamba bwana, tusaidie kitu kimoja mheshimiwa mkuu wa wilaya. Nenda kazungumze na familia ya watoto wa Dr. Karume. Uwaite waje tukae mezani tujadiliane. Kama wanataka eneo letu tuwauzie, sisi tuko tayari kuwauzia. Lakini nilipowaita familia ya Dr. Karume, wao wenyewe wameniambia sisi ardhi hii kwa mujibu wa dokumenti hii tunamiliki kihalali na hatuna mazungumzo na mtu kwenye ardhi hii. Kwa hivyo mimi ninachokwambieni, mgogoro huu sio mmoja. Kuna migogoro mingi sana, na hii ndio iliyopelekea eneo hili la ukanda wa kaskazini serikali kupata wakati mgumu. Serikali wanabeba lawama za baadhi ya watendaji wasiokuwa waaminifu kwa kuchukua ardhi za watu kinyume na utaratibu. Kamisheni ya ardhi wanasema eneo hilo linamilikiwa na watoto wa Dr. Abeid Amani Karume kulingana na hati iliyotolewa zaidi ya miaka 20, licha ya madai ya wazee hao kuuza nusu ya eneo. Kikubwa ambacho sisi tulikiangalia wakati wa kutayarisha nyaraka hiyo ni kuangalia tu kwamba pande mbili zimekubaliana kweli, na sisi tukatoa hati kwa upande wa familia ya Dr. Karume kwa maana ya vijana wake, na eneo ambalo limetolewa lilikuwa na ukubwa wa takriban hekta 20.04. Kinachoibua mgogoro ni kuwa mkataba mauziano hauonyeshi wazee hao waliuza mita ngapi, huku kamisheni ardhi ikieleza kuwa zoezi la uhaulishaji wa eneo hilo kwenda kwa mwekezaji umeshafanyika. Hatujawahi kupatiwa nyaraka yoyote au kielelezo chochote kinachothibitisha kwamba wazee hawa walichokiuza ni kiwango hiki. Sisi nyaraka zilizopo zinaonyesha kwamba kweli kulikuwa na mauziano baina ya familia kina Amina Karume na hao wazee wa Nungwi. Migogoro mingi ya ardhi inayoshuhudiwa ni kutokana baadhi ya wamiliki wa maeneo kutokuwa na hati halali za umiliki, wengine kuuza maeneo yao kwa thamani ndogo na baadaye kuyadai maeneo hayo, hasa maeneo ya vijijini. Na tukiachana na taarifa hiyo kutokea huko visiwani Zanzibar, na mtazamaji, tuelekee nchini Kenya.
Maafisa wa polisi wa kikosi maalum cha kumlinda rais nchini Kenya REKE wamewakamata vijana 12 waliokuwa wakijaribu kuingia katika ikulu ya Nairobi. Kwa undani wa taarifa hii, huyu hapa mwandishi wetu. Kikosi cha maafisa hao kwa haraka kilizua jaribio hilo la kuingia katika ikulu ya rais ambalo ni eneo lenye ulinzi mkali. Vyombo vya usalama vimehakikishia umma kwamba hakukuwa na tishio la haraka na usalama umeimarishwa zaidi katika ikulu ya rais na maeneo yaliyo karibu. Mamlaka bado haijafichua utambulisho au nia za watu waliohusika, lakini uchunguzi wa awali unaendelea. Baadhi ya raia waliokuwa katika eneo hilo wamezungumza na wanahabari na kudai kuwa walishuhudia mvutano mkali kabla washukiwa hao kukamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi. Hata hivyo, haijabainika iwapo Rais Ruto alikuwa ndani ya ikulu wakati wa tukio hilo likitokea. Shaban Mpute, Channel 10+. Tukitoka huko nchini Kenya, tuelekee nchini Uganda. Mkuu wa jeshi la Uganda UPDF Jenerali Muhoozi Kainerugaba amethibitisha kuwa vikosi vyake vimepelekwa katika mji mkuu wa Sudani Kusini Juba kumsaidia Rais Salva Kiir ili kuilinda nchi yake. Tupate taarifa zaidi. Hayo yanajiri kufuatia mvutano kuzidi kati ya Kiir na naibu wake Riek Machar na kuzua hofu kwa makubaliano hayo ya amani huenda yakayumba na vita kurejea. Makubaliano ya kugawana mamlaka ya mwaka 2018 kati ya Kiir na Machar yalisitisha mapigano, lakini vipengele muhimu vya makubaliano hayo bado havijafikiwa, ikiwemo kuundwa kwa katiba mpya, uchaguzi wa kidemokrasia na kuunganishwa kwa vikundi vya silaha kuwa jeshi moja. Jenerali Kainerugaba hajatoa sababu kamili kwa nini Uganda imeamua kutumia vikosi vyake katika nchi hiyo jirani, lakini amesisitiza hatua yote inayolenga kumuondoa Salva Kiir ni tangazo la vita dhidi ya Uganda. Hata hivyo, Sudan Kusini haijazungumzia tangazo hilo la kupata msaada wa kijeshi kutoka Uganda. Hali ya wasiwasi kuhusu usalama nchini Sudan Kusini inaendelea kuongezeka, huku Marekani ikiamuru wafanyakazi wake wasiokuwa na dharura waondoke katika nchi hiyo mara moja. Witness Matiku, Channel 10+. Shukrani Witness Matiku. Na sasa mtazamaji, turejee hapa nyumbani. Upelelezi wa kesi ya mauaji inayoendeshwa katika mahakama ya hakimu mkazi Songea ya mfanyabiashara wa madini Chacha Marwa na mwanaye John Marwa inayowakabili watuhumiwa 7 akiwemo Erasto Swai na wenzake, inaelezwa kuwa upelelezi umekamilika. Taarifa zaidi na Stella Hamisi kutoka mkoani Ruvuma. Wakili wa serikali James Robi mbele ya mahakama ya hakimu mkazi Songea leo Machi 11, 2025 amesema kuwa upelelezi wa kesi hiyo umekamilika na ameomba tarehe nyingine kwa ajili ya kutajwa, huku akisema kuwa linasubiriwa jarada kutoka kwa RCO na ofisi ya RCO inasubiri faili hilo kutoka ofisi ya DCI. Akizungumza baada ya kesi hiyo kuahirishwa mahakamani hapo, wakili wa kujitegemea ambaye pia ni mmoja wa mawakili wa watuhumiwa amesema kuwa kwanza anashukuru kwa upelelezi kukamilika na ameomba zoezi la kulitoa faili kwa DCI kuja kwa RCO lingekamilishwa walau ndani ya siku 7 ili haki ya wateja wao iweze kupatikana. Baada ya kutoka mahakamani leo, shauri limeahirishwa mpaka mnamo tarehe 18 mwezi wa 3, ambapo upande wa jamhuri utakuja na ripoti kwa kuwa wameeleza kwamba jarada halisi la kesi lipo kwa DCI na kwa hiyo wanasubiria lirudi. Kwa hiyo wataleta ripoti ya 18. Kesi hiyo ya mauaji ya mfanyabiashara na mwanae yaliyofanyika halmashauri ya Madaba mkoani Ruvuma inayowakabili watuhumiwa 7 imepangwa tena kwa ajili ya kutajwa katika mahakama ya hakimu mkazi Songea tarehe 18 mwezi huu wa 3, 2025. Nikiripoti kutoka hapa katika mahakama ya hakimu mkazi Songea, mimi ni Stella Hamisi wa Channel 10+. Na shukrani kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, na sasa ni nchini Nigeria. Watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi la Korawa wameripotiwa kuuawa, takribani watu 13 katika jimbo la Kebbi kaskazini magharibi mwa Nigeria. Tupate taarifa zaidi. Ripoti za vyombo vya habari nchini Nigeria zimesema kuwa shambulizi hilo lilionekana kuwa la kulipiza kisasi kufuatia mauaji ya kiongozi wa kundi hilo Maigem na vikosi vya usalama vya Nigeria huko Kebbi. Taarifa zaidi zinadai kuwa tofauti na waliouawa, baadhi ya majeruhi wanaendelea vizuri wakiwa nyumbani, huku majeruhi 2 wako hospitalini wanaendelea na matibabu.
Hata hivyo, mkazi mmoja wa Kebbi alizungumza na shirika moja la kimataifa la habari, amesema kwamba vijiji vilivyoathiriwa viko ndani ya eneo la serikali la Elewa. Itakumbukwa Februari 10 mwaka huu jeshi liliharibu kambi kadhaa katika mashambulizi dhidi ya kundi la wanamgambo wa Lakurawa kaskazini mwa Nigeria. Mashambulizi yanayohusisha utekaji nyara na mauaji katika eneo hilo yamekuwa yakiendelea licha ya jeshi kuahidi mwishoni mwa mwaka jana kupunguza uasi wa Lakurawa kaskazini magharibi mwa Nigeria. Yakini Mwakatobe, runinga ya Channel 10 Plus. Na mtazamaji, baada ya kutoka huko nchini Nigeria, turejee tena hapa nchini Tanzania. Kukithiri kwa wizi wa mifugo katika baadhi ya maeneo wilayani Rorya mkoani Mara umemuibua mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoani humo na kuwataka vijana kuacha kuvilaumu vyombo vya usalama dhidi ya vitendo hivyo, badala yake wasaidie kushiriki kukomesha matukio hayo. Musa Makali anaripoti kutokea mkoani Mara. Mwaka mmoja unaibiwa mara 4. Nini kazi ya mapolisi? Matukio ya wizi wa mifugo yamekuwa yakitajwa mara kwa mara katika wilaya ya Rorya. Licha ya serikali katika wilaya hii kushiriki kwa nguvu kubwa kutumia vyombo vya usalama kukomesha vitendo hivyo, lakini baadhi ya maeneo bado hali si shwari. Kwa idadi ndogo, kwa mwezi unaweza kukuta ndani ya wilaya hii ya Rorya unaweza kukuta wameiba zaidi ya mara 3. Kwa namna hiyo tunaweza tukasema kwamba kiwango cha mifugo tulionayo sasa inaama na inaizidi kuisha, na tunavyojua kwamba jinsi tunavyoelewa sisi na tunaweza tukajua hivyo kwamba wanafunzi wengi tunaotoka katika kaya hizi za chini tunasaidiwa sana na mifugo kwa ajili ya kusoma. Tunashindwa kusoma kwa ajili ya mifugo yetu kuibiwa. Ni wewe mwenyewe unatakiwa kujua kwamba serikali namba 1 kwanza ni wewe kama kijana. Alafu vijana wamekuwa na tabia kuzurura usiku, kwa maana kwamba hawakai majumbani, ndio maana unakuta uwizi unafanyika. Lakini pale tunapowapeleka katika mkono wa dola wanaachiliwa, tunashindwa kujua kwamba tatizo ni nini. Katika ziara ya mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi VCC ya mkoa wa Mara Mary Daniel ya kupita kuzungumza na makundi mbalimbali, kero hii inaibuka, na hapa anawaonya vijana kuacha kuvinyoshea mkono vyombo vya dola katika hili, kwani hata wao wana wajibu wa kusaidia. Waache kuvirushia swala hilo vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu ni uongo. Wewe uje uibiwe chumbani kwako ama nyumbani kwako kwenye eneo lako, wewe bila taarifa, yeye amempata huko kituoni alipo. Na sisi kama vijana na sisi kama wananchi, tusitupe mizigo kwa watu. Tayari sisi kama vijana tunayo nafasi, tunayo nguvu, tunayo hari. Tuende tukayasimamie hayo, tuende tukatoe ushirikiano wa kutosha. Naomba nimpe pongezi DC wa wilaya ya Rorya. Kwa taarifa na takwimu ambazo mimi ninazo kama mwenyekiti wa vijana, ninaamini kwa nafasi kubwa sana amelitatua hili changamoto. Na kwa sasa hivi, tofauti na ambavyo ilikuwa mwanzo, unakuta kwa mwezi wanaripoti takribani watu 4, wanaripoti hata zaidi ya hiyo idadi kwamba wameibiwa. Sasa hivi unajikuta kwa mwezi mpaka unaisha bado inatokea labda ni mara 1. Siilembi ama sisemi iendelee, lakini sisi kama vijana changamoto hizi zinapotokea tunakuwa wapi? Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10 Plus. Naam, ni taarifa yake hiyo Musa Makali kutokea huko mkoani Mara. Na sasa tuangazie taarifa nyingine. Mkoa wa Iringa ni kati ya mkoa ambao umeshuhudia kuwa na maendeleo makubwa katika sekta mbalimbali, hususan sekta ya miundombinu ya barabara katika kipindi kifupi cha miaka 4 ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kama ambavyo makala hii fupi inaangazia. Clement Sanga anasimulia. Miundombinu ya barabara kote duniani ni muhimu kwa kuchochea ukuaji wa uchumi. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mkoa wa Iringa pekee kupitia TARURA imetoa kiasi cha shilingi bilioni 15 kutekeleza miradi mbalimbali ya barabara. Kwa mwaka huu wa fedha kwa maana ya 24-25 serikali imetufungia kiasi cha bilioni 15 kwa ajili ya kuwezesha matengenezo ya barabara katika madaraja tofauti. Mkoa wa Iringa una mtandao wa barabara zenye urefu wa kilomita zipatazo 5196 zilizo chini ya TARURA. Mafanikio haya yanajieleza na katika kipindi kifupi mkoa wa Iringa umeongeza mtandao wa barabara za lami kutoka kilomita 70 mpaka kufikia kilomita 229. Hii ni kazi kubwa inayopaswa kupigiwa mfano. Tumeongeza mtandao wa barabara za lami kutoka kilomita 77 zilizokuwepo, lakini sasa hivi tuna kilomita
Katika maeneo mengi hasa vijijini, wananchi wamesema hali ni nzuri, kwani shughuli mbalimbali za kiuchumi sasa zimeimarika kufuatia mageuzi makubwa kwenye sekta ya barabara. Mimi kama kiongozi ninajivunia uwepo wa serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, kuona kwamba wananchi wanatendewa mambo mazuri na mambo ambayo hata watu wengine wanayaona kwa macho, kitu ambacho ilikuwa ni historia kubwa sana. Yaani kweli barabara muujiza wake mimi ninaona upo vizuri kabisa, kwa sababu manufaa ambayo tutakuwa nayo kuanzia sasa yatakuwa ni makubwa sana, hata vizazi vyetu vya baadaye havitapata shida kama tulivyopata shida sisi zamani. Mhandisi Richard Sanga, meneja wa TARURA wilaya ya Mufindi, anasema mradi wa barabara ya Mtili Ifwagi Mkuta yenye urefu wa kilomita 14 umekuwa na tija kwa wananchi kwa kiasi kikubwa. Mbali na hilo, kuna magogo ambayo yamekuwa yakisafirishwa pamoja na mbao na miti katika barabara ya Mtili Ifwagi Mkuta. Imejengwa kilomita 14.0 ambayo hiyo nayo imekuwa ni mkombozi mkubwa sana kwa wananchi. Vipi kwa upande wa Kilolo? Mhandisi Nkanda Kidola, meneja wa TARURA wilaya ya Kilolo, anasema Kilolo ina mtandao wa barabara zenye urefu wa kilomita 1200. Wananchi wao kwa upande wao wamepokeaje mageuzi hayo? Haya ni maoni yao. Hata mazao tulikuwa tunashindwa kupitisha kwa sababu barabara lilikuwa halipitiki. Wakulima wa huku walikuwa wanapata shida. Sio magari tu, pia hata wananchi kutoka eneo moja kuja jingine. Tumepata shida sana, lakini sasa hivi wananchi wana unafuu, watoto wanavuka bila kusindikizwa, na pia magari sasa yanapita pamoja na pikipiki inapita kwa urahisi sana. Mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba anasema serikali mkoani humo inaendelea kuweka msukumo mkubwa katika ujenzi wa miundombinu. Sekta ya miundombinu na uchumi nazielekeza halmashauri kuendeleza ujenzi wa barabara ili kuunganisha vijiji na masoko, kuongeza upatikanaji wa umeme vijijini kwa ajili ya biashara na viwanda vidogo, kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi katika mkoa wetu. Kwa ufupi au kwa uchache, hayo ndiyo makubwa ambayo yamefanywa katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan mkoani Iringa katika sekta ya miundombinu ya barabara. Clement Sanga, Channel 10+, Iringa. Naam, shukrani Clement Sanga kwa simulizi hiyo kutokea huko mkoani Iringa. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa ya habari kutokea hapa Channel 10+. Mimi ni Filipina Ndwata, na hivi punde utakuwa na mwanamichezo Kiungo Biriani Lulu Ali atakuangazia habari za michezo na burudani. Naam, shukran sana Filipina Ndwata kwa habari hizo za kutanzima leo. Nami niko hapa kujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Kiungo Biriani Lulu Ali, karibu. Na tukianzia huko jijini Tanga, katika masumbwi huko jijini Tanga, jeshi la polisi mkoa wa Tanga limetoa taarifa kuhusu kuendelea kumshikilia bondia maarufu Hassan Mwakinyo ambaye anatuhumiwa kumshambulia Musa Ali, mvuvi na mkazi wa Sahari jijini Tanga, baada ya kumtuhumu kuwa ni mwizi. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linamshikilia Hassan Mwakinyo miaka 29, mkazi wa Sahare jijini Tanga, kwa tuhuma za kumjeruhi na kumshambulia Musa Ali ambaye ana miaka 21. Huyu ni mvuvi mkazi wa Sahare jijini Tanga. Tukio hilo lilitokea siku ya tarehe 4 mwezi wa 3 2025 huko nyumbani kwa Hassan Mwakinyo. Uchunguzi wa shauri hili unaendelea, ukikamilika mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, sambamba na kuacha kujichukulia vitendo viovu, hasa matukio ya kujichukulia sheria mikononi, kwani kufanya hivyo ni kosa la jinai. Kumekuwepo na tuhuma mbalimbali ambazo zinamtuhumu Hassan Mwakinyo kwamba amekuwa akifanya hivi vitendo siku za nyuma. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi juu ya tuhuma hizo, na kama mtu yote ana taarifa yote ya tuhuma hizo za nyuma, basi alete jeshi la polisi, litashughulikia.
Naam, tukitoka huko jijini Tanga tuangazie huko mkoani Mwanza ambapo mara baada ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kutoa taarifa ya kuvifungia viwanja vitatu kwa kukosa vigezo vya kutumikia katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara, mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda ametoa agizo kwa uongozi wa chama cha soka mkoa wa Mwanza kuiandikia barua bodi ya ligi kujiridhisha juu ya kufungiwa kwa uwanja huo. Tupate taarifa zaidi. Ni awamu nyingine ya marekebisho ambayo yanafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya muendelezo wa maandalizi ya kuelekea kwenye mashindano ya CHAN pamoja na AFCON mwaka 2027. Sasa hivi kinachoendelea hapa ni marekebisho kwenye eneo la viti vya kukalia ambapo vinaondolewa takriban viti 20,000 na kufungwa viti vingine vipya. Tuungane na kaimu meneja wa muda wa uwanja wa Benjamin Mkapa ambaye atatueleza kwa kina kuhusiana na marekebisho ambayo yanaendelea kwenye eneo la viti vya kukalia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Tuendelea hapo, utengenezaji unaendelea vizuri na hatua iliyopo sasa hivi ni ubadilishaji wa viti. Kwa awamu ya kwanza vitatolewa viti 20,000 na vitaletwa 20,000 tena, wakati maeneo mengine yanaendelea kama kawaida. Hivi viti vipya ambavyo ni 20,000 tayari vipo kwa ajili ya kufanya replacement. Uwanja wa Uhuru sasa hivi maboresho yanayofanyika ni utoaji wa carpet, artificial carpet na kuweka carpet lingine. Ni pia kuabolish washing room za zamani na kupiga brush mageti. Inaendelea kwa kasi, kama vile viti 20,000 vinakuja kwa awamu. Kwa hiyo mpaka hayo mashindano ya CHAN tutakuwa tumeshakamilisha. Hapa nilipoketi, nimeketi kwenye miongoni mwa viti vipya ambavyo vimefungwa siku ya leo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ikiwa ni muendelezo wa marekebisho makubwa ambayo yanafanyika kwenye uwanja huu, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mashindano ya CHAN mwaka 2025 pamoja na AFCON 2027. Nikiripoti kutoka kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, mimi ni mwanamichezo wako Cliff Adam Mwakatundu. Baada ya taarifa hiyo, na sasa ni ule wasaa kwenda kuangazia katika upande wa viwanjani kimataifa, ambapo tunakwenda kuungana na mwanamichezo wetu kwa akitujuza zaidi kunani huko barani Ulaya. Ligi ya mabingwa barani Ulaya inatarajiwa kuendelea leo na kesho kwa michezo 8 ya mkondo wa pili katika hatua ya mtoano, ambapo washindi wa jumla katika michezo hiyo watakata tiketi ya kutinga katika hatua robo finali inayotarajiwa kuanza tarehe 8 Aprili. Leo kutakuwa na michezo 4 na mchezo wa mapema utaanza majira ya saa 2:45. Bingwa mara 5 wa ligi ya mabingwa Barcelona atakuwa katika uwanja wake wa nyumbani Estadio Louis Company kuwakaribisha Benfica ya Ureno. Mchezo wa mkondo wa kwanza ulimalizika kwa Barcelona kushinda bao 1-0. Pau Kubarsi atakosekana katika mchezo huo kutokana na kadi nyekundu aliyoipata kwenye mchezo uliopita pale Estadio Lisboa. Majira ya saa 5 kamili usiku, Internazionale Milan watawahodhi Feyenoord kutoka Uholanzi katika uwanja wa Giuseppe Meazza nchini Italia. Inter walishinda mchezo wa mkondo wa kwanza kwa mabao 2-0. FC Bayern Munich watasafiri kilomita 599 hadi Bay Arena kuwafuata Bayer 04 Leverkusen katika mchezo wa marudiano, wakiwa na kumbukumbu nzuri ya ushindi wa mabao 3-0 kwenye mchezo wa kwanza. Mchezo mkubwa wa siku utakuwa pale nchini Uingereza kwenye viunga vya Anfield, ambapo majogoo Liverpool wataumana na Paris Saint-Germain PSG. Katika mchezo wa kwanza uliofanyika Ufaransa, PSG waliwashambulia sana Liverpool lakini walishindwa kupata bao lolote, huku Liverpool ikiondoka na ushindi wa bao 1-0. Michezo hii ya mkondo wa pili inatarajiwa kuwa na ushindani mkali, huku timu zikifanya kila liwezekanalo kuhakikisha zinapata nafasi ya kuingia katika hatua robo finali. Ushindi wa leo na kesho utatoa picha ya nani atakuwa na nafasi ya kutawala soka la Ulaya kwa msimu huu. Ni hayo tu katika michezo kimataifa, na mimi ni Salum Pelembo. Naam, shukrani sana Salum Pelembo kwa taarifa hiyo. Tukiongeza katika upande wa burudani, naanza huko nchini Marekani ambapo mwanamuziki Neo aibuka na furaha yake ya kuishi na wanawake 4. Kufahamu zaidi, huyo hapa msimulizi wetu akitujuza zaidi. Mwanamuziki nguli kutoka nchini Marekani Shafa Smith, maarufu kwa jina la Neo, amefunguka anavyoishi na wapenzi wake 4 tofauti kwa wakati mmoja, akisema si jambo kubwa kwake. Nyota huyo amesema anafurahi maisha hayo japokuwa ameweka wazi kutumia muda mwingi na pesa nyingi.
Akipiga story na Big Boys Neighborhood ya Marekani, Neo amewasifia wanawake zake wote ambayo ni Christina, Monet, Williams na Hill. Si jambo kubwa sababu wote wapo kwenye ratiba zangu na mimi ndiye mwenye shughuli nyingi zaidi kuliko wao. Natumia nao wiki moja kwa kila mtu kuwa naye kabla ya kukutana wote pamoja. Anadai kuwapa muda wa wiki moja ni nzuri kwao kwani anaelewa wapenzi wake hao wanne wanahitaji muda wao binafsi wa kupumzika. Alin German, Channel 10+. Na mtazamaji, na hitimisha kutoka mtandaoni tukio lilovuta hisia za wengi ambapo mtoto wa miaka 4 kutoka Mount Pleasant, Wisconsin aliwapigia polisi simu akidai kuwa mama yake alikuwa mtu mbaya kwa kula ice cream yake. Kwa mujibu wa taarifa idara ya polisi ya Village of Mount Pleasant, maafisa Gedaina na Ostergaard walitumwa kufuatilia simu hiyo ya dharura ambapo walipofika nyumbani kwa mtoto huyo alisisitiza kuwa mama yake alipaswa kwenda jela kwa kosa hilo. Hata hivyo muda mfupi baadaye alibadilisha mawazo na kusema hataki mama yake akamate bali alitaka tu ice cream yake irudi. Polisi hao walirejea kesho yake na kumshangaza mtoto huyo kwa kumpatia ice cream. Tukio hili limetatabasamu kwa wengi, likionyesha jinsi polisi wanavyoweza kuwa na uhusiano mzuri na jamii hasa watoto. Tujuze mtazamaji wetu, polisi wa eneo lako ukifanya hivi watakufanya nini? Tuandikie ujumbe mfupi wa maandishi katika kurasa wetu wa YouTube channel kama Plus Digital. Na hivi ndivyo ninavyohitimisha katika upande wa michezo na burudani. Ulikuwa nami Kingo Biriani Lulu, alikurudisha kwake Filipina Ndwata. Naam, hivyo ndivyo ambavyo anatamatisha habari za michezo na burudani Kiungo Biriani Lulu Ali. Mtazamaji, ni kushukuru tu kwa kuungana nasi kuanzia pale mwanzo mpaka wakati huu ambapo nakuaga. Ulikuwa nami Filipina Ndwata ambaye nilikuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kutokea hapa Channel 10+ na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.